Na mtazamaji, ni siku nyingine tena ya Jumamosi, popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye kipindi cha Dawati la Lugha. Leo tumesafiri moja kwa moja kutoka Bungoma hadi hapa Kiminini katika kanisa hili la Kikatoliki, kanisa la hapa Kiminini, kukuletea makala haya ama kipindi hiki cha Dawati la Lugha wakati wa uzinduzi wa vitabu mbalimbali ambavyo vimeandikwa na gwiji katika masuala ya uandishi, ambaye vile ni mwalimu wa somo la Kiswahili katika shule ya msingi ya Deko. Hata hivyo mtazamaji, leo tutakuwa tukizungumza mengi tu kuhusiana na umuhimu wa uandishi. Ni vipi ambavyo wewe kama mwanafunzi, kwa mfano, unapojiandaa ni vipi ama ni yepi ambayo unapaswa kuwa nayo wakati ambapo unataka kuwa mwandishi bora zaidi. Mwalimu atakuwa anatueleza mengi tu kuhusiana na uandishi, kwa sababu ameandika vitabu vingi tu: Siri ya Ujafa, Malezi ya Kiswahili, ameandika vile vitabu vingi tu, na atakuwa anatusimulia moja baada ya nyingine ni kipi ambacho kilimsukuma ama kilimpa msukumo wa kuweza kuviandika vitabu hivi ambavyo vyote tutavizindua leo mtazamaji. Lakini kabla tujasonga mbali zaidi, mwalimu ujambo? Sitokusalimia sababu leo niko hapa na naambiwa kwamba hofu ya maambukizi, lakini hujambo na Kiminini hapa vipi? Si jambo sana mpenzi mtazamaji, kama alivyokueleza kakangu. Sitaki kuita jina jingine la kawaida tulilozoea sana kuitana siku zote. Basi na jina jingine? Na jina jingine huyu. Kwa hiyo kwa kuwa ndugu yangu Diamond hayupo, sitalitaja, huenda nikapigwa hapa Mbata peke yangu. Na mie mzima wa afya, nashukuru Mwenyezi Mungu. Karibu Kiminini, katika himaya ya Kiminini Catholic Hall. Naam.
Na mwelekezi wetu anajulikana kama Hiran Mugeisi. Shughuli zake kubwa zaidi kuhakikisha kwamba unapata picha na sauti kwa njia safi zaidi. Uandishi wa Kiswahili, tuzungumze umuhimu vile vile mwanafunzi kuweza kujikita katika usomaji wa Kiswahili na umuhimu ama manufaa ya mwanafunzi yeyote ambaye atajikita katika usomaji wa vitabu mbalimbali pale shuleni. Pengine tuanzie pale tunapozungumza kuhusu usomaji. Najua kwamba kabla hujaanza kuwa mwandishi ulikuwa msomaji mkubwa zaidi wa vitabu mbalimbali. Kipi ambacho kilikusukuma kuanza usomaji wa vitabu mbalimbali vya Kiswahili? Na siku zote ukitaka kuimarika katika uandishi wako lazima uwe msomi, na kusoma ni sehemu ya kufanya utafiti. Kwa hiyo uandishi hutokana na usomi. Sawa, na ukitaka kuwa mvuvi mzuri wanasema lazima utembee na mvuvi anayependa kuvua samaki. Kwa hiyo kwa ufupi, usomaji wa vitabu pia ni sehemu iliyonishawishi na kunihamasisha zaidi katika uandishi huu wa vitabu. Ulianzia wapi? Manake usomaji wenyewe ama uandishi, tukija katika wapi kwanza usomaji? Usomaji bwana, darasa la kwanza hilo. Huo ndio usomaji. Huoni kama ulikuwa umeenda sana? Manake nakumbuka wakati ule darasa la kwanza chekechea, darasa la kwanza, darasa la pili, darasa la tatu, mwanafunzi kama mwelekezi wetu Hiran Mugeisi walikuwa nasoma zaidi lugha ya mama. Kiswahili kikapenyeza vipi hadi wewe ukaanza kukisoma Kiswahili ukiwa katika darasa la kwanza? Nani ulijifunza hapo kwanza kusoma? Kwa mfano mwelekezi wetu kama alianza kusoma akiwa darasa la 4. Yule labda ni utukutu na utundu wake, nafikiri tutamtafuta mwalimu wake tuchunguze vipi. Na mwanzo mwisho kwa mwandishi yeyote ama kwa yule yote anayenuia kuandika lazima asome. Wajua, huwezi kuandika kabla hujasoma. Huwezi kulima kabla hujafyeka. Kwa hivyo kufyeka na kuyaondoa magugu na makweke bila shaka inategemea na usomaji. Kwa hiyo usomaji ni sehemu, na usomaji si tu kusoma tu, ni kusoma, kutafiti, kuangalia ni kipi kinachojiri. Maana waandishi wengi ama usomaji mwingi tunaposoma lazima tuainisha au tulinganisha na mandhari ya kisasa au ya kileo. Leo tuangazie kaka Fred, yule mwandishi. Je, safari ya uandishi ilianzia? Safari hii nimeianzia awali kitambo, nafikiri nilikuwa katika shule ya upili ya St. Matthews kule Webuye. Nilikuwa sana nikijihusisha katika uandishi wa mashairi, uandishi wa michezo ya kuigiza. Kwa hiyo mbali na hiyo vile vile uandishi wa majarida. Niko katika shule moja ya St. Anne's Kibilini, niliweza kuandikia school magazine, ile jarida la shule. Kwa hiyo na vile vile mashairi kama nilivyosema, shule za michezo ya kuigiza, hii tulikuwa tukifanya uandishi huo. Kwa hiyo uandishi ulizalika hapo, na vile vile mchango wa kipindi hiki cha dawati la lugha pia nafikiri ulinishawishi pakubwa, kwa kuwa baada ya kipindi lazima ufanye utafiti, na utafiti huo kumbuka ni sehemu ya uandishi. Nafikiri uandishi ulizaliwa hapo. Uandishi ulizaliwa pale. Kuna yule mwanafunzi ama yule mtu ambaye anadhamiria kwamba siku moja atakuwa mwandishi, ana hamu na kiu cha kuweza kuwa mwandishi. Pengine tuanzie pale, siri ya hujafa. Ndo basi chako cha kwanza kinakusukuma ama kilikusukuma na ukaandika basi kitabu hiki? Na siri ya hujafa ilikuwa riwaya yangu ya kwanza kuandika kwa ya shule za msingi, hasa darasa la 5, 6 hadi 8. Cha msingi ama kilicho ni shawishi sana ni kuhusu mabadiliko ya mtaala wa umilisi. Kwa hiyo unaporejelea hadithi hii, aghalabu inazungumzia kuhusu umuhimu wa talanta au kipaji. Utampata mhusika pale, mhusika huyu ulivyosema hajui kusoma, hajui kuandika, lakini mwishowe tunaona kwamba anakuwa mtu muhimu katika jamii. Kwa hiyo riwaya hii niliandika kwa ajili ama kama mshawasha tu wa mtaala mpya. Naam. Baada ya hapo ukaangazia malezi ya Kiswahili. Baadaye nikaangazia malezi ya Kiswahili. Malezi ya Kiswahili ni kitabu cha mazoezi na marudio na vile vile sarufi na msamiati. Kwa hiyo kinazungumzia mambo mengi tu kwa mwanafunzi au msomi yote katika shule za msingi haswa. Akikisoma atathamini umuhimu au matumizi ya sarufi pale, msamiati mbalimbali na vile vile ufahamu na hata namna ya kuandika maandiko mzuri. Naam. Baadaye ukaangazia mwamba wa dhahabu. Na kisha baadaye nikaja na mwamba wa dhahabu. Mwamba wa dhahabu ni antholojia au ni diwani ya hadithi fupi.
yenye jumla ya waandishi 14. Kwa hiyo baadaye niliweza kupata nisema mshawasha tu au mwaliko toka kwa baadhi ya waandishi wakitaka niwasaidie katika namna moja ya waandishi na kadhalika. Kwa hiyo badala yake tukaja na tukatengeneza kundi laitwa Kitovu cha Hadithi, na Kitovu cha Hadithi basi ni kundi langu ambalo linasimamia uandishi, na kwenye kundi hilo basi tukaandika diwani moja, na diwani yenyewe basi ikawa Mwamba wa Dhahabu, na vile vile kuna Zawadi ya Baba ambacho hatutakizindua leo hii, lakini pia kipo japo hakijatoka rasmi. Kwa hiyo ni hadithi ambayo vile vile ni mkusanyiko wa hadithi mbalimbali zilizo na maudhui tofauti tofauti, hasa yanayozingira katika jamii zetu za kileo. Na diwani hii mimi ni mhariri pamoja na kakangu Ustadi. Tuliamua tuketi chini ili tuelekeze baadhi ya hao waandishi wachanga wanaokuja. Baadaye ukaangazia Sumu Gizani. Na Sumu Gizani nafikiri ni mojawapo ya vile vile hii ni riwaya, ni mojawapo ya riwaya niliyoandika baada ya malezi ya Kiswahili. Wajua Sumu Gizani ilichukua muda kidogo kabla ya kutoka ukilinganisha na Mwamba wa Dhahabu. Kwa hiyo Sumu Gizani vile vile ni riwaya inayozungumzia naweza kusema kwamba ni masuala ibuka, hali ya anga, namna hali ya anga inaweza kubadilika mara moja, namna nafikiri juzi kama mwaka jana miaka miwili iliyopita nafikiri tuliweza kushuhudia namna janga la mafuriko lilivyotokea kule Pokoti Magharibi na likaathiri vitu vingi sana. Kwa hiyo nimeweza pia kuzungumza na kuleta dhana fulani huko ndani, na naamini msomaji akiipata basi vile vile nayo ataridhika. Na vile vile kinazungumzia kuhusu pia madhara ya ufisadi kidogo, na vile vile namna ya kusisitiza uzalendo. Na pengine uimbaji ni usanii sawia na uandishi vile vile ni usanii. Na ukiangazia pakubwa waimbaji wengi watakuambia kwamba wao walilala wakaota wakaamka wakajikuta kwamba wanaandika wanaimba wimbo fulani, walilala wakaamka wakajikuta kwamba kuna wimbo fulani. Umezungumza kuhusu baadhi ya hadithi mbalimbali ambazo umekuwa ukiziandika kwa baadhi ya vitabu ama kwa vitabu hivi. Je, hadithi hizo unazibuni vipi haswa? Na hadithi mara nyingi zinatokana na namna hali ilivyo. Wajua hizi hadithi zinakwenda na namna mazingira yalivyo na wakati na kadhalika. Kwa hiyo hadithi hata mimi naweza nikatembea nikitoka hapa nikifika nyumbani tayari nimejua ni nini cha kuandika, ni nini ninachostahili kuandika. Kwa hivyo mimi uandishi mara nyingi unakuja kutokana na kile ninachokiona. Nikiona hivi nitakwenda niandike hadithi inayohusu labda mwanahabari fulani, namna ama changamoto anazozipitia na jinsi ya kuzisuluhisha hizo changamoto. Naomba uandike changamoto zangu sana. Baada ya hapa hilo tutajuana pembeni. Changamoto zangu ninazozipitia. Je, kuna umuhimu gani? Kwa sababu kuna yule ambaye anasema uandishi pengine hauna kitu chochote cha kufaa mtu, uandishi pengine hauna umuhimu. Pengine baadhi ya muhimu ambazo umeweza kuzipata tangu uweze kujitosa katika hili swala la uandishi. Na uandishi unalipa, kwa kweli unalipa, na siwezi nikasema kwamba haulipi. Unalipa tena 100%, lakini inategemea na wewe mwandishi unajituma vipi. Kwa sababu lazima mwisho wa siku ujitume ndio mafanikio au matunda yaje. Mimi mwenyewe siku zote utapata kwamba mbali na kuandika pia na hariri. Kwa hiyo kuhariri siwezi nikahariri bure. Kwa baadhi ya kazi mbali na hizi tunazozindua hivi leo, kuna baadhi ya kazi nyingine kama kazi ya Mwalimu Nadecho yaitwa Zawadi ya Shaka na Shake. Vile vile utapata chozi la damu ya mwalimu mmoja tokea maeneo ya Lodwa, na vile vile utapata Kisima cha Mkata, ni hadithi ya Mwalimu Samuel Olwoch kule Narok na kadhalika. Kwa hivyo nimehariri zaidi ya nakala 5, na kwa hiyo kabla ya kuhariri kazi ya mtu mwisho wa siku basi kuna pato. Umezungumzia kuhusu mambo mawili kwa pamoja. Vitabu vyako mwenyewe unaviandika na kuvihariri ama baadaye? Naam, mwenyewe siku zote naviandika na vihariri, kisha nasema naweza nikasema na baadhi ya marafiki zangu. Kumekuwa na changamoto kubwa zaidi kija katika masuala ya pengine uchapishaji wa vitabu na vile vile hadithi mbalimbali, na pengine waandishi wengi wamevunjika moyo baada ya kujikuta kwamba wale wachapishaji hawapo ama wale ambao wapo ni wachapishaji ghushi. Je, sijui swala kama hili umeweza kuligusia? Kabla ya kuchapisha vitabu vyako lazima uhakikishe kwamba kampuni inayochapisha imejiandikishwa chini ya KPA. KPA ni maana kwamba Kenya Publishing Authority. Kwa hiyo lazima kampuni hiyo iweze kusajiliwa ili na wewe utakapofanya kazi zako kule basi isifike mahali tena kukawa na misukosuko. Kwa hiyo kabla mwandishi hajachapisha kazi yake hakikisha kwamba kazi anayoifanya hii ama kampuni anayocheza nayo na anayochapisha nayo yale matibabu kwa lugha nyingine basi yawe yamesajiliwa.
kila kilicho na ufanisi kina changamoto zake. Bila shaka. Sijui changamoto zipi ambazo unazipitia katika uandishi na unatumia mbinu gani kupambana na changamoto? Zipo hasa upande wa hela. Unajua uchapishaji hasa huu unaofanya ni wa binafsi, na uchapishaji wa binafsi siku zote unahitaji hela, lazima uwe na hela, na si labda shilingi 10,000 au 5,000 ama ngapi, si chini ya shilingi 70,000. Chini ya vitabu nilivyovichapisha sijaona, hakuna kwa ufupi, hakuna kitabu chochote nilichochapisha chini ya nakala ama chini ya 70,000. Kwa hiyo kuna zaidi, kuna vingine nimechapisha hata 1,100. Naam, kwa hivyo uchapishaji kidogo unahitaji kujituma. Kwa nini? Kwa sababu kwamba kwa kweli ni harama. Naam, ni harama. Kando na changamoto hiyo, changamoto nyingine naam, waandishi pia wajua, wakati mwingine unaweza kutayarisha makala yako na labda ile unasema kwamba fikra zikutoke, ama labda umeandika kazi na ipotee. Siku moja nikawa nimeweka kwenye tarakilishi na kazi ikapotea. Wakati mwingine tunaweza tukaandika na kuibua mswada. Baadhi ya waandishi niliohusisha haswa kwenye kazi hizi, utapata kwamba wengi wao kidogo walikuwa kilalama kuhusu unyakuzi wa hadithi zao. Unaandika hadithi, labda unampa mwandishi mwingine, japo si mimi, mwingine, kisha anakunyakua, anainyakua hadithi yako kama anakuibia. Kwa hivyo changamoto hizo zipo, japo mimi mwenyewe binafsi haijanikumba. Naam. Umejiandaa vipi? Maana swala hilo ndio nilikuwa niliguzia kwamba na hadithi zako kuna baadhi ya wale waandishi wengine ambao baadaye pengine wataamua watafute baadhi ya hadithi zako waweze kuangazia katika vitabu vyao na kadhalika. Umejitayarisha vipi? Kwa hiyo kitabu kikisha tolewa au kikisha chapishwa, ni nadra, ni vigumu mtu kukichukua na kutumia kwingine, kwa kuwa nafikiri pale naweza kumchukulia hatua. Kwa sababu kitabu hicho kitakuwa ama hadithi hiyo itakuwa imesajiliwa chini ya diwani hiyo. Kwa mfano ukichukua hadithi toka kwenye diwani ya Mwamba wa Dhahabu, basi huenda ukashtakiwa. Naam. Awali, miaka za mwanzo ulikuwa na tatizo kubwa kuhusiana na waandishi mbalimbali. Kwa mfano mwandishi Palinyang kukutana na mwandishi Fred wazungumze na waweze kujadili swala fulani, lilikuwa vigumu zaidi. Sijui kama swala hilo bado lipo hadi sasa hivi. Kuna ile uchungu fulani, wivu fulani baina ya waandishi. Sijui kama swala hilo lipo. Wajua ni kama biashara, na siku zote biashara huwa na changamoto zake. Ni sehemu ya uandishi, ni sehemu ya uandishi tu. Sidhani kwamba kisa hicho kipo. Siku zote unaweza kumwona labda mwandishi fulani ukimwelekea ama ukimuuliza kuhusu hatua fulani, mwingine atakueleza, lakini kidogo mwingine hata kueleza vilivyo, hata kueleza visivyo, labda hataki uwafiki. Kwa hiyo hilo ni sehemu ya binadamu tu. Changamoto hizo huwa. Na kuna wanafunzi wengi ambao tumezungumza nao, wengi walielezwa kwamba hamna umuhimu wa uandishi, haswa kabisa na wazazi wao, pengine na watu wanaoishi karibu nao. Na najua pengine kuna changamoto hizi ambazo zinawakumba baadhi ya waandishi, haswa kabisa wale chipukizi. Anaambiwa kwamba haiwezekani. Je, kwa waandishi kama hao chipukizi unaweza eleza nini? Nafikiri hii ni kama kazi tu, ni sehemu ya kazi, na ni kazi ya kawaida tu. Unaposema kwamba labda mwandishi fulani anataka ama labda mtu amemwinjikia nyama ama amezuiliwa kufanya hilo, natumaini kama nafikiri huenda yule mwandishi hajapata mpenyezo au mwelekeo mzuri. Lakini kwa mwandishi aliyepata mwelekeo mzuri, nafikiri apate mshauri mzuri, sidhani kama anaweza kukata tamaa ama anaweza kukatazwa kwamba labda usiandike kutokana na hili na hili na hili na hili. Hapana. Japo ripoti hizo mimi mwenyewe binafsi nimezipokea. Utapata kwamba mwandishi anaandika kazi anakuambia fulani aliniambia nikiandika itanipeleka sehemu fulani ama itanipeleka sehemu yote. Kwa hiyo hilo hutokea, lakini mwandishi huyu hujua kwamba hajapata mshauri mzuri. Akipata mshauri na mwelekezo mzuri, nafikiri atamwelekeza sawa sawa. Pengine kutamatisha Mwalimu Fred, wengi wanauliza ukishachapisha vitabu vyako watavipata vipi haswa? Vitabu vyangu vipo popote pale, na nuia nafikiri baada ya uzinduzi huu, ambapo nafikiri nitazungumza na kampuni watakuwa kivisambaza mjini Kitale, watavipata. Kuna Waki Bookshop kule, kuna Richards Library, nafikiri wanaweza kuvipata kule, na sehemu nyingine, sehemu Nairobi nafikiri vipo. Kuna mwandishi huko, nafikiri atakayetaka tu naweza nikampa nambari yangu moja kwa moja ile kwa ajili ya mawasiliano. Popote alipo, akiwa Busia yupo mwandishi kule, nafikiri ndio msimamizi wa kula. Akiwa Kisumu wapo, akiwa hata Mombasa Kwale wapo, akiwa Narok wapo, akiwa sehemu ya magharibi, popote magharibi
kuna waandishi pale na vile vile kuna wasimamizi watawaelekeza tu. Akinipigia tu ananiambia niko mahali fulani nahitaji vitabu vyako, moja kwa moja nitamtumia tu. Nambari na pengine mbinu nyingine. Nambari yangu ya moja kwa moja ni 07, ina maana kwamba 07 16 34 90 65, yani 07 1634 90 kisha 65. Malizia mwalimu, wasia wito kwa waandishi na wasomaji wa vitabu mbalimbali kutoka kwako hadi kwao. Nafikiri kwa mwandishi yote anayeibukia ama anayewazia kujiunga katika tasnia hii ya uandishi ni kwamba uandishi unalipa siku zote, na ni kujituma tu, ajitume, atafute washauri wazuri, na washauri au mshauri si lazima kuelekeze hasi, anaweza kuelekeza hasi na chanya. Kwa hiyo mwenyewe achukue yote mawili na awe nayo, naamini siku zote, siku za mbeleni na siku za usoni, basi naweza kumsaidia. Isitoshe pia anaweza hata kusema nami, nambari yangu hiyo niliyowapa, basi naweza kumuelekeza, naweza kumuunga katika mojawapo kundi langu la uandishi. Si tu pale, si lazima tu tuandike, vile vile tunashauriana na kadhalika. Asante sana Mwalimu Fred, mwandishi na vile mwalimu wa Kiswahili katika shule ya upili kama shule ya msingi ya Thika, na vile mwalimu wetu wa dawati la lugha. Hapo mtazamaji, kwa sasa naomba tuende mapumzikoni. Tutakuwa tukirejea leo, tutakuwa tukizungumza mengi tu mtazamaji, kuhusiana na mbinu mbalimbali za ukuzaji wa Kiswahili na vile uhamasisho ama mbinu ya kuweza kumhamasisha yeyote yule, kama ni mwanafunzi, umuhimu wa usomaji wa vitabu mbalimbali pale shuleni. Lakini kwa sasa moja kwa moja kwa mwelekezi wangu Hiran Mugaisi, tupate mapumziko. Fasihi huwa ni kioo cha jamii, inamulika yale mambo ambayo yanapatikana katika jamii, na kongole sana, uendelee na moyo huo. Wewe ndiye Ken Walibora wa sasa. Unaposoma vitabu unajifunza mambo mengi sana, unakuwa bora zaidi kuliko yule mja ambaye anakaa tu. Na hasa wanafunzi wa kizazi cha leo, wengi wao ukiwauliza ni kitabu kipi ambacho unakijua, wao watakutajia tu vile vitabu vya kiada, said books, lakini wajui kwamba utamu zaidi uko katika vitabu hivi vingine. Mwalimu wenzangu Timothy hapo hivyo Asakuya atakwambia kuna waandishi wengi sana ambao wameandika vitabu vizuri sana, na hao wanafunzi tukiwahimiza ama watoto wetu tukawanunulia vitabu wakasoma, wataboresha alama zao katika lugha ya Kiswahili na hata lugha ya Kiingereza. Na ujue hata katika uteuzi wa kozi yoyote, somo ambalo huwa ni la kwanza huwa ni Kiswahili au Kiingereza kabla uangalie masomo mengine. Kwa hivyo tuhimize wanetu, tunapoenda kule nyumbani, si lazima tu kama yuko katika shule ya upili asome tu Tumbo Lisoshiba, asome riwaya ya Chozi la Heri na tamthilia ya Kigogo. Hapana, kuna vitabu vingi sana, akiweza kusoma hivyo vitaweza kumsaidia na ataboreka sana. Na wengi wa wasomaji wazuri, wale ambao husoma kwa kina, ndio tunaona hapa hivi ni waandishi wa vitabu mbalimbali. Hawa na habari, ukiona Bwana Palinyang akiporomosha akitangaza mpira hivyo, ukimuuliza vizuri, alipenda kusoma hadithi mbalimbali, na hiyo imemsaidia. Na pia hata wale wahariri mbalimbali pia wamekuwa ni wanapenda masomo na hasa kusoma vitabu. Na hata wanasiasa wale walumbi wazuri, wengi wao husoma makala mengi sana, vitabu kama hivi. Na ni vizuri kuendelea kusoma, hata kama wewe ni mwalimu, umehitimu, unafunza shule fulani, hata kama ufunzi somo la Kiswahili, jitahidi soma vitabu vingi sana na utaboreka, utakuwa bora sana, utakuwa baramaki, na hiyo itatusaidia pakubwa. Faida ambayo mwandishi anapata ni kupitia ununuzi wa vitabu. Kwa hivyo ni vyema tuchangamke na tuweze kumuinua kaketu. Kila mtu akichukua kama nakala moja hapo hivyo, itakuwa ni jambo nzuri sana. Naye pia atakuwa na ile hamu, atakuwa na moyo, atajituma, ataandika zaidi,
ataandika zaidi, na ni yeye pia ndiye aliye nielekeza katika kipindi cha dawati la lugha. Wananipigia simu, siku moja ukikuja huku magharibi bwana, njoo tuende katika kipindi cha dawati la lugha, na akasukuma kutoka kwenye televisheni. Pia kuna kipindi kingine hapo kwenye redio, natumai kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1:30 hadi saa 2. Hapo mimi urekodi tu makala nikiwa huko, alafu natuma ya kipeperushwa. Lakini kija huku angalau nikipata muda tunaenda huko hivyo. Lakini tuenze Kiswahili, tujivunie kuzungumza lugha sanifu na mambo yatakuwa mazuri. Jambo jingine pia, tuzidi kuwashauri watoto wetu wapende Kiswahili. Kiswahili kinalipa, kimepeleka watu mbali. Na mtazamaji, karibu tena, unaendelea kutizama kipindi cha dawati la lugha. Leo tumekita kambi hapa Kiminini kuhakikisha kwamba unapata kila jambo. Na nani akasema kwamba waheshimiwa hawatopata nafasi ya kukuza Kiswahili? Nani akasema kwamba hawana uweledi na ugwiji na ukwasi wa swala hili la Kiswahili? Na hapo basi nina Emmanuel Masika ambaye vile vile amejukumika na kuhakikisha kwamba anaendeleza Kiswahili, na najua na mengi vile vile kuhamasisha viongozi mbalimbali ambao pale bungeni wanaboronga na kuharibu Kiswahili. Atakuwa anazungumza nasi hapa ni kipi ambacho kinapaswa kufanyika. Pengine kabla tujasonga mbali zaidi, kwa maana yule mtazamaji anakutazama kwa mara ya kwanza, zungumza naye uweze kumsabai. Majina yangu ni Masika Emmanuel, natokea hapa Kiminini. Mimi ni kiongozi wa vijana na pia nawania kiti cha wakilishi bunge katika kaunti hii ya Trans Nzoia hapa Kiminini. Kiti cha wakilishi bunge hapa Trans Nzoia katika eneo hili la Kiminini. Tuanzie pale. Leo tunaangazia uzinduzi wa vitabu mbalimbali vilivyoandikwa na Mwalimu Kaka Freddy. Je, viongozi wanapaswa kufanya vipi katika harakati za kukikuza Kiswahili haswa? Ni vyema sana. Sababu kubwa ambayo imenifanya mimi nije hapa leo ni maana na kienzi Kiswahili sana, na kipenda Kiswahili, na pia na waheshimu sana waandishi ambao wamejipania na kujipatia shughuli kubwa sana ya kuweza kuandika vitabu vya Kiswahili. Ni vizuri sana viongozi ambao wamechaguliwa, ambao wameteuliwa kuweza sana kutilia mkazo sana kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kuwasaidia waandishi ambao wanainuka, hasa kama huyu Kaka Freddy ambaye anainuka, ni mwandishi ambaye anachipuka. Unajua Kiswahili ni lugha nzuri sana. Hivi majuzi nilikuwa ninatazama wakati Rais wa Tanzania Mama Suluhu alikuja hapa Kenya, unagundua kwamba mpaka spika wa bunge la taifa Kiswahili kilikuwa kinamtetesha sana, kilimpiga chenga zaidi. Kwa hivyo ile ilikuwa ni funzo kwamba viongozi wetu wanafaa sana kuhusika katika masuala kama haya, na pia ni vizuri kwa maana leo ni kuhamasisha wanafunzi na wananchi kuhusiana kuvisoma vitabu vya Kiswahili. Kwamba viongozi wanafaa wahusike zaidi, wasome vitabu vya Kiswahili zaidi. Wanapovisoma vitabu vya Kiswahili zaidi, watajua pia changamoto ambayo waandishi wanapitia, na pia watajua changamoto ambayo wanafunzi wanapitia wakikukuza lugha ya Kiswahili hapa nchini. Umezungumza vile kuwa kiongozi wa vijana katika eneo hili. Najua vijana wengi ukiwapata, haswa kabisa ikija ni kukutana nanyi viongozi, lugha ambayo mnazungumza ni ya nyumbani. Kama sio nyumbani, mnahisi kwamba ili kuonyesha ukubwa fulani ni sharti muweze kuzungumza Kiingereza. Sijui kama hilo limefanyika hapa, na mbinu zipi ambazo zinapaswa kutumia na viongozi kukabiliana na changamoto kama hizo katika harakati za kukikuza Kiswahili? Ni changamoto sana, maana unajua lugha ya Kiingereza ni lugha ambayo ni lugha geni, sio lugha yetu. Lugha ya Kiswahili ni lugha ya Kibantu. Maana ukiangalia mchipuko wa lugha ya Kiswahili, Kiswahili kilichipuka hapa kwetu. Kwa hivyo Kiswahili ndio lugha yetu. Lakini unapata kwamba viongozi wanapenda kuzungumza Kiingereza, na unapata Kiingereza hicho hata wakati tunazungumza kule mashinani, yule mama pale mashinani akielewi kile Kiingereza vizuri. Kwa hivyo ni vizuri viongozi kuhusika katika shughuli kama hizi. Kama hapa leo tunazindua vitabu vya Kiswahili, ni vizuri viongozi kuhusika moja kwa moja katika shughuli kama hii. Ni vizuri viongozi kwenda kule mashuleni kujua hata ni vitabu vipi ambavyo vinatainiwa katika shule za upili, katika shule za msingi, ili kwamba waweze kutilia mkazo kama viongozi wanapokwenda kule bunge kwa kuweza kutunga sheria ambazo zinazofanya waandishi wakaweza kutambuliwa vizuri. Hata waandishi wanapouza vitabu vyao, kutunga sheria katika mabunge ya kaunti, katika bunge ya kitaifa, ili sheria hizi saidie na kuwalinda. Pia unapata kwamba kuna watu ambao wanafanya ujambazi, mimi naita ujambazi, uwizi kwa waandishi. Watu wanachukua vitabu
vitabu vya waandishi, wanauza bila ruhusa ya waandishi, wanachapisha bila ruhusa ya waandishi. Lakini kama tutakuwepo na sheria nzuri ambazo zimetungwa na kaunti na pia serikali kuu, itakuwa kwamba waandishi wetu watalindwa na watapata faida, na Kiswahili pia kitapata faida na kunufaika zaidi. Kiswahili kimepata changamoto kubwa, ikija hasa kabisa katika masuala ya wazazi. Utapata kwamba baadhi ya wazazi tayari washafanya maamuzi kwamba mtoto wangu anapaswa kuwa rubani, mtoto wangu anapaswa kuwa mwalimu pengine wa hisabati na kadhalika, mtoto wangu anapaswa kuangazia masuala mbalimbali. Swala kama hilo limekuwa changamoto kubwa zaidi katika harakati za kukikuza Kiswahili. Najua vile vile kando na kuwa kiongozi wa vijana, umeweza kupatana na baadhi ya wazazi ama baadhi ya wanafunzi ambao wamezungumzia changamoto hizo ambazo wanakumbana nazo moja kwa moja kutoka kwa wazazi wao. Je, kwa wazazi ambao kidogo wanawavunja moyo watoto wao ikija katika harakati za kukikuza Kiswahili, wafanyiwe vipi haswa ama waambiwe nini? Ni vizuri kwamba kama mzazi, kuna watoto ambao wana tamanio la kuweza kuwa waandishi, wana tamanio kuweza kuwa wakwasi katika lugha hii ya Kiswahili. Si vizuri kila wakati wazazi tukue tunawasukuma wanafunzi ama watoto wetu kufanyika vitu ambavyo sisi tunapenda kama wazazi. Ni vizuri kuwapatia uhuru wanafunzi na watoto kuweza kufanyika jinsi wanavyotaka. Maana sasa unapata lugha ya Kiswahili, lugha hii mimi naita ni lugha ina bei. Maana ukiwa mwandishi utauza vitabu vyako. Ukiwa mtangazaji kama Palinyang hapa baba, unatangaza mpira kwa lugha ya Kiswahili, inalipa baba. Naona umepiga pamba nzuri, inamaanisha kwamba Kiswahili kinalipa. Na waandishi wengine ambao wameandika Kiswahili inalipa. Kwa hivyo ni changamoto kwa wazazi kwamba tusiwavunje mioyo watoto wetu, maana Kiswahili kinalipa. Lugha hii ina faida. Si lazima watoto wetu wawe rubani au madaktari. Pia Kiswahili kinaweza kulipa na kaleta chakula mezani pale nyumbani. Na umezungumzia kuhusu viongozi na wabunge. Najua uenda ukapata nafasi ama ukakosa, lakini tuzungumzie kupata nafasi kufika pale bungeni. Wengi wanaohojiwa hasa kabisa pale bungeni, utajua kwamba ama utapata kwamba lugha inayotumiwa ni Kiingereza. Iweje siku moja Palinyang ajitokeze pale, anataka kuwa jaji mkuu, aseme kwamba mimi nitahojiwa kwa Kiswahili. Sijui kutakuwaje pale. Je, ninachomaanisha hapo ni kwamba wito wako kwa wabunge na vingine waajiri ambao wanatumia pakubwa zaidi lugha ya Kiingereza katika kuwahoji wale ambao wananuiwa kupata kazi mbalimbali, wafanyiwe vipi hasa? Ni vizuri kama bunge la taifa na pia mabunge ya kaunti kukienzi na kukiheshimu lugha ya Kiswahili. Maana kuna siku moja katika bunge la taifa ambalo wametenga ni siku ya kuzungumza Kiswahili. Lakini unapata kwamba hatujatilia mkazo kama taifa, hatujatilia mkazo kama bunge, maspika kuhakikisha kwamba siku ambayo imetengewa ni Kiswahili bungeni iwe ni siku ya Kiswahili. Unapata kwamba mtu akitaka kuhojiwa kwa lugha ya Kiswahili itakuwa shida, itakuwa wasiwasi mkubwa sana utatokea, maana wabunge wengi kuzungumza Kiswahili inakuwa ni shida. Unapata kwamba mbunge kuweza kujieleza, hata kutoa tu hoja zake, kutoa maoni pale bungeni, itakuwa ni ngumu kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo pia itakuwa ni ngumu kumhoji yule mtu ambaye anataka kuwa jaji mkuu, anataka kuwa waziri na anataka kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ni kutilia tu mkazo tunapokwenda katika mabunge, na pia kuatilia mkazo mabunge yetu na maspika kwamba ni vizuri tuhakikisha kwamba siku ambayo ni ya Kiswahili imetengewa, basi watu wakazungumze Kiswahili pale, wakakiharibu Kiswahili ili wakaweze kujifunza. Waharibu wafunzwe zaidi, ili kwamba siku moja tujipate kama taifa kwamba kila mtu anaweza zungumza Kiswahili kizuri, Kiswahili ambacho kinatamanika, Kiswahili ambacho kinaheshimika. Kama kiongozi kwa walimu, najua baadaye nitazungumza na mwalimu Tomkins Barasa aweze kunieleza mengi zaidi kuhusiana na sheria zao za pale shuleni, kwamba siku 4 Kiingereza, siku moja Kiswahili, kwamba siku ya Kiswahili vile vile utapata mwanafunzi atakayezungumza Kiingereza hajafanya kosa, lakini wakati ambapo ni siku ya kuzungumza Kiingereza na mwanafunzi ajikuta kwamba amezungumza Kiswahili, inakuwa ni tabu kubwa zaidi. Je, kama kiongozi na ambaye vile vile baadaye unahisi kwamba utakwenda pale bungeni, pengine unahisi kwamba kubuniwe sheria kwamba pale shuleni wanafunzi wapewe muda mwafaka wa kuweza kuzungumza Kiswahili ikilinganishwa na vile vile Kiingereza ama kwa usawa na Kiingereza? Naam, ni vizuri sana kama taifa kuweza kuwepo na sheria katika bunge la taifa ambalo litaweza kuongoza shule zetu kwamba siku ya Kiswahili tupewe kama siku 2 au siku 3. Maana Kiswahili ndio lugha yetu ya taifa. Kiingereza tunaita ni official language, lakini Kiswahili ndio lugha ya taifa. Kwa sababu ndio lugha ya taifa letu, tupewe nafasi kama siku 2 au 3 kwa wiki wanafunzi wakazungumze Kiswahili. Na siku ya Kiswahili ukizungumza
unapozungumza Kiingereza pia na iwe kosa jinsi tu ni kosa unapozungumza Kiswahili siku ya Kiingereza. Pia siku ya Kiswahili ukizungumza Kiingereza basi iwe ni kosa. Alafu itakuwa ni vizuri tutakuza Kiswahili na tutakuza usomaji. Na pia tuweke tu sheria kwamba ni vizuri vitabu vyetu vya Kiswahili, wacha tusome vitabu vyetu vya Kiswahili. Kama unagundua kwamba kama taifa tumeruhusu vitabu vingi vya Kiingereza kutoka nchi za ng'ambo, kutoka nchi nyingine zinaingia hapa kwetu, zinaingia katika soko letu, lakini unapata vitabu vyetu vya Kiswahili hatujavitilia mkazo na kuhakikisha kwamba vinaingia katika masoko vizuri ili wanafunzi wakavipate. Pia ni vizuri tuwe na sheria kwamba vitabu vyetu vya Kiswahili vipewe kipaumbele. Tununue Kenya, tuvae Kenya na tuzungumze Kenya, tutaishi vizuri kama taifa. Kwa hivyo kuzungumza Kenya ni kuzungumza Kiswahili. Lako la kumalizia, hamasisho kwa wasomaji na vilevile waandishi na vilevile watu katika eneo hili, na sitokosa kukupa nafasi ya kuomba kura, najua una hamu zaidi ya kuwa mbunge. Asante sana. Kwa hivyo hamasisho tu kwa wanafunzi ni kwamba tukipende Kiswahili, tukienzi Kiswahili, tusome Kiswahili mara kwa mara, jinsi unavyoamka asubuhi na kupiga mswaki na kuoga, pia na iwe ni mazoea yako kusoma lugha ya Kiswahili, kusoma hadithi za Kiswahili. Kama leo kaka Fred anazindua vitabu vyake, Mwamba wa Dhahabu ni kitabu kizuri sana. Soma Mwamba wa Dhahabu, soma vitabu vingine, kuna waandishi wengi ambao wamebobea ambao wameandika Kiswahili, soma vitabu hivi. Wacha iwe ni kawaida. Alafu pia kwa wazazi tafadhali, wacha tukawasaidia watoto wetu, tukawasaidia wanafunzi kukipenda Kiswahili kwa kuwatia moyo. Tusilazimishe watoto kufanyika vitu ambavyo hawawezi kufanyika. Wacha watoto wakafanyike vitu ambavyo wanapenda. Na pia kwa wakazi wa Kiminini, ninaomba tafadhali, mwaka wa 2022 wakati Mheshimiwa David Wangila Kisaka anaenda juu kuwa mbunge wa Kiminini, basi naomba nafasi hiyo kuweza kuwa mwakilishi wenu wa wadi ya Kiminini. Tukuze Kiswahili, tukuze maendeleo, tukafanye Kiswahili kikang'are, na pia mji wetu wa Kiminini na Kiminini kwa jumla ikang'are. Asanteni sana. Kwa kuzungumza Kiswahili kizuri huenda ukawa mbunge, kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Hata hivyo mtazamaji, na kupeleka tena mapumzikoni kwa Hiran Mogaisi. Bado tupo hapa Kiminini, kipindi cha Dawati la Lugha. Nitakuwa nikirejea na walimu zaidi na waandishi zaidi, tuweze kuzungumza kuhusu umuhimu wa uandishi, umuhimu wa usomaji wa vitabu mbalimbali vya Kiswahili, lakini kwa sasa moja kwa moja mapumzikoni. Fursa kipekee, nashukuru Maulana kwa kutupatia nafasi nyingine kama hii kwa ajili ya kujumuika hapa kwa furaha ya mwenzetu kaka Fred ambaye amekuja katika uzinduzi wake wa vitabu. Kwangu kabisa ningependa kushukuru kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee ambaye nimepatiwa. Aidha ningependa kumhongera sana kaka Fred kwa hatua hii ambaye ameichukua kwa ajili ya uzinduzi wake wa vitabu katika siku hii. Jambo la mwisho, ningependa kuwahimiza wote mliofika hapa mweze katika hali ya kuwa na moyo zaidi ya kusoma zaidi, kwa sababu ni Kiswahili ni lugha ya kipekee, lugha ambayo ni nzuri, lugha ambayo inaenzi katika watu wetu kama sisi Waswahili. Kwa hivyo ningependa kuwapongeza sana kwa kufika hapa, kuwapongeza sana wote ambao umetafuta nafasi kwa ajili ya kufika hapa kwa sababu ya uzinduzi wake vitabu hivi. Mbarikiwe sana. Siri kubwa ya uandishi ni ubunifu. Ubunifu na upekee. Si kwamba uchukue kitabu cha Mwalimu Tom Kimbaraza uweze kusoma na uandike tu kwa kubadilisha majina. Mahali ameweka uweke saa unaweka Njuguna. La hasha. Jaribu kuja na mambo yako mapya ambayo yatasisimua soko, na pia ujue kwamba unamlenga nani. Kwa mfano, waandishi wengi wanatuletea kazi za sekondari, unapata kwamba ni kazi ya kiwango chini sana, kazi duni ambayo labda ni kiwango cha kitembo cha shule ya msingi. Mwingine naye akaandikia kazi ya darasa la chini, grade ya kwanza, pili, tatu, ila hali ukisoma kazi unaona kwamba hii ni watu wazima ambao walimaliza shule. Kwa hivyo unaona huu ni mchezo kwa hakika. Kwa hivyo tukitaka kuandika, tuchukue muda. Tusiwe na papara nyingi, tuwe na subira. Mambo mazuri hataki haraka. Anasubirie hajuti. Jua kwamba unataka kumwandikia nani. Unataka kumwandikia nini? Kwa namna gani? Jaribu kununua vitabu vya aina hiyo sokoni. Uone wenzako wameandika nini. Udhaifu wao ni upi ili uweze kuboresha zaidi. Ubora wao ni upi ili nayo uweze kudumisha ubora wao na hata kuongeza mengine zaidi kuliko wale ambao tayari wako sokoni. Kwa hivyo ningependa kuchukua fursa hii kwanza kumhongera kakaangu Fred
kuna diwani ya mashairi ambayo tulichapisha naye, na pia tumechapisha naye hadithi fupi ambayo inaitwa Glasi Iliyovunjika pamoja na Dalma Sakali. Waandishi wazuri sana, na naomba kwamba kabla ya kutoka hapa waangalie pale kando, nunua nakala yake 1, 2, 3 hivi, pelekea nyumbani familia kama zawadi. Huko ndiko kuwakuza waandishi wetu. Si kusema tu asante asante. Asante tupu haijazi kikapu. Shukrani belele, na watakeni siku njema. Mwandishi hayati Ken Walibora katika kitabu chake Kidagaa Kimemuozea, kulikuwepo na jamaa mmoja alikuwa anajiita Mwalimu Majisifu Maji Marefu. Aliiba miswada ya mwenzake na akachapisha miswada hiyo, akaichapisha. Mwalimu Majisifu Maji Marefu alikuwa nduguye Mtemi. Kama ulikisoma kitabu hicho cha hayati Ken Walibora utaelewa miswada ni nini. Mimi neno Mtemi nilikutana nalo kwenye kinaitwaje? Kifo Kisimani. Oho, ulimpata Mtemi kwenye Kifo Kisimani. Mtemi Bokono. Mtemi Bokono. Ukipata ninyi ni vijana wazijua. Hapana, nilisoma Kifo Kisimani, Mtemi Bokono, Batu Kamwe, Mwelusi ndio mwigizaji. Bwana wewe, tunajua vitu hivi bwana. Kumbe. Upata Mwelusi pale. Tuko mbaya. Unajua masomo hayana umri. Umesoma tu majuzi. Mwalimu wetu wa dawati la lugha huwa mwalimu hapa kaka Fred, na walimu wengine ambao vile wamekuwa hapa kama Tomkins Barasa na walimu wengine. Mimi nataka kusema asante mwalimu kwa kuhakikisha kwamba unakikuza Kiswahili na kukifanya kiwe bora zaidi. Mimi ni mwanahabari na vile mwandishi vile. Vitabu vyangu vile vyaja nitavizindua hivi karibuni. Nitavizindua hivi karibuni, nitawaalika nyote mje muvizindue. Lakini lengo langu ama wazo langu kubwa zaidi ni kwamba wakati ambapo mwalimu Fredi na walimu wengine wa Kiswahili wanavyojizatiti kuhakikisha kwamba wanakikuza Kiswahili, nashukuru wazazi vile ambao wako hapa, nikitumai mwendo ni ule na kasi ni ile kwamba mnajaribu vile wakati ambapo watoto wako pale nyumbani kuhakikisha kwamba Kiswahili kinakuwa bora zaidi. Kwa hivyo hakikisha kwamba kila siku unakitizama kipindi cha Dawati la Lugha, ndio kipindi bora zaidi ulimwenguni, sio tu Kenya ama eneo hili la magharibi, kipindi bora zaidi ulimwenguni ambacho kinahakikisha kwamba Kiswahili kinakuzwa. Na ukipata nafasi vile hakikisha unasikiliza kipindi cha Changamka. Kwa kuwa kipindi cha Changamka ni kipindi ambacho vile kinaendeshwa kwa kutumia lugha ya Kiswahili, nikiwa na mwenzangu Dalmas Sakali ambaye leo hajapata nafasi ya kuja hapa. Na kando na hapo, usiwahi kujaribu wala kudhubutu kusikiliza matangazo ya mpira kokote kwingine isipokuwa ndani ya West FM, wakati ambapo mimi mwenyewe nawajibika bado kwa kutumia lugha ya Kiswahili kuwapeperushia matangazo kenye ili kwamba uweze kupata matukio yanavyojiri mahali pengine hapa Kenya na kote ulimwenguni. Naomba niwasalimu. Hamjambo. Sijui kama hii sauti inasikika vizuri ama ina kelele, ina mwangwi. Sijui kama tutaelewana vema. Awali ya yote nashukuru sana kaka Fred kwa kazi bora unayofanya katika lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jeff Mandila. Jeff Mandila ni mwandishi, nachapisha na Jomo Kenyatta. Vitabu vingi tu, riwaya, hadithi fupi pamoja na tamthilia. Kuna tamthilia imefanywa TTC inaitwa Upepo wa Mvua. Mimi ndio mwandishi. Kwa hivyo nimekuwa katika uwanja huu. Nimekuwa katika uwanja wa fasihi kwa siku nyingi tu. Tumeshirikiana kwa siku nyingi na Barasa Tomkim akiwa jijini Nairobi. Kwa vile leo si siku yangu, mimi nitawaachia muogelee katika lugha ya Kiswahili. Nimetokea mji wa Eldoret, nimekuja na mwalimu Eric Nyongesa. Utapunga tu mkono wa shule ya upili ya Boynet. Na kwa kipindi kifupi tutakuwa tunarejea kule Boynet. Kwa hivyo hatutakaa muda mrefu. Ila ningependa kuwahimiza waandishi hasa ambao wamejikita katika eneo hili la magharibi kwamba tupanue mizizi. Tuingie jijini Nairobi, tuingie Mombasa, tuingie kwingineko. Kwamba tuwe waandishi zaidi ya mipaka ya magharibi, tufike kiwango cha kitaifa na hata mataifa ya nje.
kwa sababu ukiangalia kwa wale ambao wanaandika fasihi, hata walimu wa sekondari ambao wako hapa na vyuo vikuu watakueleza kwamba tumechoka na fasihi ya Tanzania. Hadi lini tutasoma fasihi ya Said Muhammad, tutasoma fasihi kutoka labda kule hadi Nigeria, na ili hali tuna uwezo wenyewe. Kwa hivyo huu ndio wakati wetu, na yeyote yule anataka kuandika fasihi tuko radhi kumshika mkono, tuimizane, tusaidiane, tusonge mbele. Jina langu ni Moses Nawale kutoka shule ya Parklands Baptist Nairobi. Mimi ni mwandishi, nimeandika vitabu na kaka Fred, Mwamba wa Dhahabu. Nimeandika Kipofu Anayeona. Nimeandika Siendi Nawe Ahera. Nikaandika kuna kitabu kinaitwa The Art of Excellence. Kwa hivyo kwa ufupi tu, uandishi ni kazi nzuri. Mtoto wako usipomfunza kusoma vitabu vya hadithi, bila shaka atakuwa anasimulia mwalimu wake matukio ya pale nyumbani. Na itakuwaje iwapo mtoto wako anasimulia mwalimu au walimu matukio ya nyumbani? Jambo ambalo ni aibu sana. Kwa hivyo tusisitize na tuwahimize watoto wetu pale shuleni kusoma vitabu vya hadithi. Uwe mpango, nimesikia viongozi wa eneo hili wakizungumza, washirikiane na wazazi kununulia watoto vitabu vya hadithi. Asanteni. Asante sana. Mtazamaji, Kiminini bado tunaangazia masuala mengi tu nilivyokupasha ama kukujuza mapema kwamba leo tutakuwa tunazungumza mengi kuhusiana na umuhimu wa uandishi na umuhimu wako wewe mtazamaji kuweza kushiriki pakubwa usomaji wa vitabu mbalimbali ikiwa ni katika nafasi ya kuweza kukikuza Kiswahili. Nina mwandishi mwingine hapa wa Kiswahili na vile vile mwalimu ambaye amebobea na kutopea katika uandishi, ameandika vitabu mbalimbali. Mwalimu mzalendo Tomkins Barasa ataniweka sawa, lakini hata hivyo mwalimu, pata nafasi ya kumsabai mtazamaji. Ujambo mtazamaji, mimi ni mwalimu mzalendo Tomkins Baraza. Naam. Tuanzie pale. Leo tunazungumzia kuhusu uzinduzi wa vitabu mbalimbali ambavyo vimeandikwa na mwalimu kaka Fred. Twende pale katika uandishi. Je, kipi ambacho kinapaswa kufanyika ili mtu awe mwandishi, kwa sababu najua vile vile wewe ni mwandishi? Mwanzo kwanza nataka kumpa mkono wa tahania mwandishi kaka Fred ambaye ni mwalimu ulama na mwalimu tajika katika shule ya msingi ya Deko kwa kuweza kuandika vitabu mbalimbali na vikiwemo Sumu Gizani, kuna Siri ya Ujafa, Mwamba wa Dhahabu. Nampa mkono wa tahania. Ni watu wachache sana ambao wanaweza kuandika. Naam. Mbona watu wachache? Hao watu wachache wanaoweza kuandika wanafanya nini? Wengi huandika ama kukosa kupata ufahamu ni vipi wanaweza kuchapisha kazi zao ama hatua ambazo wanastahili kuzifuata ndipo waweze kuandika kazi nzuri ambayo inaweza pendezwa ama watu kuipenda, na pia ukipeleka katika matibabu fulani ama shirika la uchapishaji fulani liweze kukubali kazi yako. Ama wengine huandika makala mafupi sana na hiyo inakuwa ni tatizo. Lakini kitu kizuri ambacho kinamfanya mtu awe mwandishi mahiri ni kuweza pia kuchangamkia kusoma. Awe ni msomaji. Yule mtu ambaye anapenda kusoma, sio kutapatapa tu hivyo. Manake unaposoma vitabu vingi ndivyo pia unajifunza mambo mengi. Pili, pia lazima pia uweze kuanisha na yale mambo ambayo yanatukia pale ambapo unaishi ama katika nchi yako ama katika ulimwengu mzima. Uweze kuanisha ili usije tukakuja ukabuni visa ambavyo havina wasilia wote ama havina mfanano na matukio ama mambo ambayo yanaendelea katika jamii. Kwa hivyo lazima unapoandika ufikirie, unapoandika haya makala yatakuja kusaidia vipi msomaji, na akiyatekeleza pia itakuja kumsaidia katika maisha yake. Twende pale shuleni, manake naangazia kiini ama kipaumbele ama lengo la uzinduzi wa leo ni kuhamasisha wanafunzi jinsi ya kusoma pale shuleni. Na mimi narejea pale kwa nyie walimu, kwa sababu kuna baadhi ya walimu, ni mbinu zipi ambazo zinapaswa kutumiwa kumhamasisha yule mwanafunzi kusoma pale shuleni? Mwanzo lazima tuwe na vitabu vya kusoma. Vikiwepo hivyo itasaidia. Pili, walimu wanastahili kuvalia njuga swala hili na kuweza kuwahimiza
hasa wale walimu ambao wanafunza masomo ya Kiingereza na Kiswahili. Tuwe na vitabu mbalimbali kama hadithi fupi, kama riwaya, kama tamthilia. Isiwe tu, wajua katika Kenya hii utapata wanafunzi wengi sana ukimuuliza ni kitabu kipi ambacho umekisoma. Naam. Yule ambaye amekamilisha kidato cha 4 atakwambia vile vitabu ambavyo alitainiwa. Kifo Kisimani. Kando na hivyo vitabu tatu kama katika Kiswahili hawezi kuambia vitabu vingine. Kwa hivyo inatakana mwanafunzi akijiunga na tuseme akifika darasa kama la 3 ama la 4 tuanze kuwahimiza waanze kusoma na ile vitabu vidogo vidogo, hadithi fupi fupi, hizo zitawasaidia. Na hata wakiingia katika shule za upili katika kidato cha kwanza, usisubiri tu kwamba wakifika kidato cha 3 pale ambapo kuna vitabu vya kiada ambavyo vinastahili kutahiniwa ndiposa waanze kuvisoma hivyo. Hapana, tuwe na vipindi mbalimbali. Wajua kama somo la Kiswahili mara nyingi utapata shule nyingi katika kidato cha kwanza na cha 3 kuna vipindi 5 kwa juma, na kisha kidato cha 3 na cha 4 kuna vipindi 6 kwa juma. Kwa hivyo tuwe na kipindi kimoja, angalau kipindi kimoja kwa juma, pale ambapo wanafunzi wanahimizwa wanaenda kama ni maktabani wanaenda kusoma vitabu mbalimbali hapo hivyo, na hilo litawasaidia. Na unajua kuna umuhimu mwingi sana kwa wanafunzi kujizoesha ama kupenda kusoma. Iwe ni vitabu, magazeti ama makala mengine hivyo. Mwanzo atajua yale mambo ambayo yanatukia, tuseme kama ni magazeti. Pili, ataboresha usomaji wake. Na unajua wasomaji wazuri, ukitaka kuwa mwanahabari, ukitaka kuwa mwanasiasa, ukitaka kuwa hata daktari, lazima ujue kuongea bwana. Na unaposoma akisimama mbele ya watu atakuwa na msamiati wa kutosha wa kuweza kujieleza vizuri. Lakini wale ambao hawajazoea kusoma vitabu, makala mbalimbali, unaona pia kujieleza huwa anakuwa na matatizo mengi sana hapo hivyo. Kwa hivyo akisoma hivyo anakuwa mahiri, na pia lugha, anaboresha lugha yao. Na ujue kwamba katika taifa hili letu la Kenya utapata wanafunzi wengi sana wanachangamkia ama wanafanya vizuri katika masomo kama vile hisabati, sayansi, kemia, fizikia, mengine kama elimu viumbe ile ya biolojia. Lakini ukija kwa Kiswahili amebunda mtihani. Ukienda katika somo la Kiingereza amebunda, maanake hajajizoesha. Yeah. Tumekuwa tukizungumzia swala la walimu kutozingatia pakubwa kukuza Kiswahili. Mwanafunzi ama wanafunzi wengi washazungumza kwamba walimu walichangia pakubwa kwa wao kudorora katika somo la Kiswahili. Siku 5, siku 4 tuzungumze Kiingereza, siku 1 Kiswahili. Mwalimu Tomkins Baraza ni mwalimu wa Kiswahili, yupo kwenye zamu, lakini anampata mwanafunzi akizungumza Kiswahili siku inayodhaniwa kwamba ni ya Kiingereza, anamchukulia tu wakali za kisheria. Na hata shule nyingi sana utapata wasimamizi wa shule hizi, labda wafunzi Kiswahili, utapata labda yeye ni mwalimu wa historia, kemia, na wameweka kwa mfano kwa siku 5 za wiki, siku 1 pekee ambapo wanafunzi wanaruhusiwa kuzungumza Kiswahili. Naona walimu wamechangia pakubwa sana pia. Na hata walimu wenyewe wa Kiswahili ukiona kwenye kwaride wanapoenda kuzungumza, kuhutubia wanafunzi, wengi wao unapata wanatoa hotuba kwa Kiingereza. Unaona mambo kama hayo. Kwa hivyo walimu hasa wale ambao wanafundisha Kiswahili wakija na misimamo mikali kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi wanazungumza Kiswahili sanifu, itakuwa ni vizuri sana. Na iwapo kama hata wewe ni mwalimu wa Kiswahili alafu mwanafunzi amekuja kwako kama hata ni siku ya Kiingereza, mimi nitatarajia azungumze nami Kiingereza, nitatarajia azungumze nami kwa lugha ya Kiswahili. Na ujue kwamba lugha ya Kiswahili iko na nafasi mbili katika taifa letu la Kenya. Ukisoma katiba ya Kenya sura ya 2 ibara ya 7 1 na 2 utapata kwamba mwanzo Kiswahili ni lugha ya taifa kwa maana hiyo ndio lugha ya pekee inayounganisha Wakenya wote. Pili, Kiswahili ni lugha rasmi. Lugha rasmi inaruhusiwa kutumika kuendesha shughuli mbalimbali za serikali. Mahala pa kazi, hata bungeni uliona wakazindua matumizi ya Kiswahili bungeni, pia mahakamani. Kuna jaji fulani eneo fulani juzi pia ameweza kuandika hukumu kwa lugha ya Kiswahili na mpa mkono wa tahania kwa hilo, na mahali pengine popote pale. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili inastahili kutumika kila mahali, na hata ikiwa vizuri tukiwa na baraza la Kiswahili nchini litasaidia sana kuweza kukwamua au
kusaidia maenezi ya matumizi ya lugha sanifu ya Kiswahili nchini. Mwanafunzi anapotoka shuleni, athari za lugha nyumbani na vilevile anapatana ama kukumbana na wazazi ambao vilevile hawana ufahamu ama hawana haja ya kuweza kuzingatia pakubwa usomaji wa Kiswahili, mazungumzo kwa Kiswahili, changamoto kubwa, athari za lugha za nyumbani. Je, kutukabiliane vipi na changamoto kama hizo? Mwanafunzi akijielewa na awe anajua kwamba lugha fulani ndio inastahili kuzungumzwa kwa njia inayostahili, tuseme kwa Kiswahili. Wajua pia katika shule kuna kitengo kinaitwa isimu jamii. Isimu jamii inalingana mtu ambaye unazungumza naye. Maana ukienda sokoni, utaweza kuzungumza na yule muuzaji Kiswahili sanifu, ama kama ni matangazo ya mpira ama kwingine hotelini hapo hivyo. Kwa hivyo tuwe na mpaka. Anapozungumza na wazazi wake, asiwalazimishe kwamba lazima yeye alisoma mahali kwamba Kiswahili avocado ni parachichi. Sasa anajaribu mama nipe parachichi. Parachichi, anashangaa parachichi ni nini bwana? Kwa hivyo akijua, akielewa isimu jamii vizuri, na ataweza kulonga nao vizuri. Lakini akiwa na wenzake, tuseme ni wasomi wenzake, ataweza kuzungumza kwa njia ya ufasaha. Lakini tatizo kubwa lililopo miongoni mwa wanafunzi, si hata athari ya lugha ya mama, ni matumizi ya sheng. Matumizi ya sheng. Hata wakiwa shuleni, hizi shule za malazi hapa hivi, utapata wengi wanalonga tu kwa kutumia, wanachanganya lugha ya nitakukol, ninakufeel, mambo kama hayo. Sasa unashangaa shuleni, shuleni feel shuleni, anamwambia mwenzake hivyo. Na mambo kama hayo ndio yamechangia pakubwa sana hawa wanafunzi kutofanya vizuri katika somo la Kiswahili. Manake namna unavyozungumza ndivyo utakavyoandika. Kwa hivyo kwa wanafunzi tuache lugha ya nakufeel, kwa sababu lugha hiyo itakufanya uanguke mtihani. Mwalimu, tu kuzungumza Kiswahili na itakuwa vizuri sana. Tutamatishe mwalimu, kwa sababu ya muda. Pengine kumhamasisha mtazamaji, msomaji na vile waandishi chipukizi wafanye vipi ili kuweza kuwa bora zaidi, pengine kama mwalimu kaka Fred hapa? Waendelee kutia bidii, waendelee kuenzi Kiswahili. Kiswahili ni kizuri, Kiswahili kinalipa. Unapokimaizi vizuri utafika mbali. Na watu hufanya makosa. Hakuna mja yote, hakuna tuseme mtu ati ulama ambaye anajua Kiswahili chote. Kila siku unajifunza mambo mapya. Wazidi kusoma vitabu vya Kiswahili na wajitahidi. Unapofanya makosa leo katika uzungumzaji ama uandishi, maana katika uandishi wa vitabu pia utapata makosa. Yamejaa hapo hivyo. Tuzidi kujiboresha, na unajua kwamba ubora wa mtu umo ndani ya mtu wenyewe, na tuzidi kutukuza na kuenzi lugha ashrafu ya Kiswahili. Asante sana mwalimu mzalendo Tomkins Baraza, amezungumza mengi. Pakubwa ni wewe kuzingatia mtazamaji, ili uweze kuwa msomaji na mwandishi bora wa Kiswahili. Bado tuna mapumziko, tunakwenda mapumziko mtazamaji. Tukirejea ni kutamatisha katika harakati za kuhakikisha kwamba wewe kama msomaji, wewe kama mwandishi unafanya kila juhudi kukiboresha Kiswahili. Foko. Afadhali limetumika yakiwa mawili. Lingetumika moja. Foko. Ingetumika moja foko, ungesema ni umma foko. Ama bwana we. Na pia unajua kule wakati tunalelewa. Yeye mgeisu ungemwambia faga. Nimeona mwana akisikia foko. Anasema foko ni mtu fweke ama fweke tu. Yaani mtu mafuambare. Mtu fwa. Waandishi hawa wanatutia changamoto sana. Na pia nimeona mwandishi mmoja amevalia t-shirt nyuma imeandikwa our heritage, our tourism. Our heritage, our tourism. Our tourism. Mwana mwandishi, I think nadhani ni Mandela huyu. Our heritage kwa Kiswahili? Heritage. Our heritage, our tourism. Kwa Kiswahili hebu. Our heritage, our hapo sasa acha tuangalie. Our heritage, our tourism. Tourism ni utalii. So tuseme tu our heritage yetu, tourism yetu. Ni sawa. Our heritage, our tourism. Umetohoa maneno haya, na haya maneno si ya kutoholewa, yana maneno ya Kiswahili. Tourism ni utalii. Heritage hapa sasa ni utamaduni kweli? Heritage utamaduni.
Torati. Kuna watu hapa pia nao lugha hawazuri. Na hiyo ni sauti ya mwalimu Asante. Torati yetu, utalii wetu. Kabisa. Torati my friend. Turadhi ama torati? Hapo sasa ndio lugha inategemea unatoka wapi. Torati. Inategemea unatoka Central, unatoka Western. Torati. Hapo sasa. Asante. Shukrani za dhati. Asante sana, waandishi wamezungumza vizuri sana. Tunasonga mbele vizuri. Lugha ukiwa pale nyumbani, leo hino ni siku ya uzinduzi wa vitabu vyangu kama alivyokudokeza mwanzoni hawa wafawidhi wetu. Kwa hiyo vitabu ninavyozindua hapa, kuna vitabu 5. Kitabu cha kwanza ni cha malezi ya Kiswahili. Malezi ya Kiswahili kwa ajili ya ufafanuzi wa sarufi pamoja na misamiati. Kwa hiyo wapo pale nyumbani, endapo nataka nakala yangu basi nitakueleza. Kisha nakala yangu ya pili ni Safari ya Dafina. Kisha kuna Sumu Gizani, kimechapishwa na shirika la Elongo Publishers. Vile kuna Siri ya Ujafa. Mtazamaji, tunakumbuka kuna wakati tulikizindua kitabu hiki kwenye runinga hii ya West TV muda fulani uliopita, japo hatukuwa tumekizindua rasmi katika mazingira haya. Afu cha mwisho ni Mwamba wa Dhahabu. Endapo unataka kupata vitabu vyangu, unaweza kusema nami kwenye mitandao. Kuna mitandao ya Facebook ni Kaka Fred Dawati la Lugha. Kwa kuwa kuna Kaka Fred wengi, nafikiri Dawati la Lugha tunaweza tukapatana upande ule mwingine. Na